Chadema yakomalia hoja yake ya kuahirisha uchaguzi mkuu 2025. Rukwa. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu amesema kususia kila jambo watakaloletewa na serikali ni moja ya njia ya kushinikiza kupatikana mifumo huru ya uchaguzi itakayotoa haki kwa wananchi kupata viongozi wanaowataka. Amesema ili wafanikiwe azma hiyo ni lazima kila mmoja wao washiriki harakati hizo, huku wakisisitiza kuzunguka nchi nzima kufikisha ujumbe wa kila Mtanzania, ingawa haitakuwa rahisi, lakini anaamini wakiwa moja wanaweza kuvuka. Lissu amezungumza hayo leo Machi 26, 2025 kwenye mkutano wa hadharani uliofanyika Sumbawanga mjini mkoani Rukwa kwenye mwendelezo wa kampeni ya kutoa elimu kwa wananchi juu ya kampeni ya No Reform No Election inayolenga kushinikiza serikali kubadili mifumo huru ya uchaguzi. Chochote wanachopendekeza tukisusie, kila wanachotuletea tukikatae, na nimeangalia sheria za nchi, sijaona sehemu kama tukikataa kwenda kupiga kura ni dhambi au tumevunja sheria. Lakini ukweli wa Mungu ni kwamba hata kwa katiba hii inawezekana kuahirisha uchaguzi, amesema. Katiba imesema kama kuna dharura uchaguzi unaweza kuahirishwa kwa mwaka mmoja, hata kama bunge itakuwa limevunjwa likisubiri uchaguzi. Ikitokea dharura, katiba inasema bunge itaitishwa, wabunge wale kwenda kujadili dharura iliyojitokeza. Bunge hilo litapewa mwaka mmoja. Katiba hii tulionayo, kama ukisema kuahirisha uchaguzi haiwezekani, basi tutabadilisha katiba yenyewe ili iruhusu tuahirishe uchaguzi hata kama hakuna dharura, kwa kuwa imetengenezwa na binadamu, hakuna kinachoshindikana, amesema Lissu. Katika maelezo yake alitolea mfano wa kudai Tanganyika ilikufa siku moja na iliuawa na bunge kwa siku moja baada ya Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Abeid Karume mwaka 1964 kusaini makubaliano ya muungano.